الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم كما ينبغي أن أوصي نفسي أولا بتقوى الله جل في علاه، فقد فاز المتقون ولا عدوان إلا على الظالمين. Ninaihusia nafsi yangu kama nilivyoamriwa hivyo na sheria, lakini vile vile naizihusia nafsi zenu kama ilivyoamriwa na sheria juu ya kumcha Allah jalla fi ula. Ndugu zangu, kwa usia huo ndio tiketi ya kutuvusha salama min darin ila darin, kutoka kwenye nyumba moja kuelekea nyumba nyingine. Min dari dunia alfania, inatuvusha kutoka kwenye nyumba hii ya dunia yenye kuisha, yenye kuchakaa, ila daril akhiratil baqiyah, inatupeleka mpaka kwenye nyumba ya akhera yenye kubaki milele. Tiketi ya kutuvusha ni taqwa Allah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja aishike vizuri hiyo tiketi. Hivi punde atakaguliwa tiketi yake ni original au ni feki. Na kwa imani iliyokuwa sadiq, tiketi zote za Waislamu ni tiketi original. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tukikaguliwa kwa tiketi hiyo, kwa sababu tuna taqwa, iwe ni sababu ya sisi kwenda kuishi peponi. Allah atujalie katika hao. Lakini si kazi rahisi. Sio kazi rahisi kuitunza hiyo tiketi. Kuipata unaweza kuipata, kuitunza na kuishi nayo si kazi rahisi. Wamekuja manabii waliotajwa kwenye Qur'ani, manabii 25, 125 jumla yao, lakini kwenye Qur'ani wametajwa 25 kwa majina yao. Wote wamekuja kuelekeza watu, kila mmoja ashike tiketi yake na aitunze. Na ndio Allah akasema, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ili muwe na garanti ya kuishika hiyo tiketi,
ikamate mpaka siku ya kufa kwako, usiiachie. Ukiiachia tu imekula kwako. Ndugu zangu, baada ya usia huo na utangulizi huo uliotufanya sisi kuendelea kuambizana haya yaliyowekwa ndani ya siku za leo, kama siku ya Ijumaa, watu waambizane kuhusiana na kutunza tiketi zao. Maana kuna watu wanazichezea, kuna watu hawaoni thamani wa hicho alichonacho. Zimewekwa Ijumaa ili kukazia, kuelezana, kunasihiana kwamba ulipo upo pazuri, na usidanganyike. Hutuba ya Ijumaa ya leo itakuwa na anwani hii ifuatayo: at-taawanu 'ala al-birri wat-taqwa, kusaidiana juu ya wema na juu ya kujenga uchamungu wetu. Hilo ndio jambo bora. At-taawun 'ala al-khair, kufanya mema kwa ajili ya mwenzako, kumsaidia mwenzako ili apate na wewe upate, kumsitiri mwenzako ili wewe pia usitirike, kumuinua mwenzako ili wewe pia uinuliwe. Hayo ndo madhumuni ya Allah kuendelea kutubakisha katika mgongo wa dunia. Katika suratul Maida aya nambari 2 ndiyo inabeba ujumbe mzima wa at-taawun 'ala al-birri wa taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anatuambia sisi waumini tulioacha shughuli zetu, tuliopaki magari yetu, tuliofunga ofisi zetu, tukaja humu msikitini, Allah anatupa ujumbe maalum: wa taawanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la taawanu 'ala al-ithmi wal-'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Al-Maida aya nambari 2. Elaiti watu wangepata muda ili waweze kufafanuliwa na aya hii, tukaweza kuidadavua vile ipasavyo. Pasingetokea mtu wa kumnyoshia kidole mwenzake, pasingetokea mtu wa kumshushia hadhi mwenzake, na pasingetokea mtu wa kukebehi na kukejeli mwenzake. Yote haya yanatokea kwa sababu aya hii hatujaieleza vile inavyotakiwa, na hatutoieleza vile inavyotakiwa ila an taquma saa. Hatutofikia kwenye ukoma ule Allah anaotaka tuueleze. Allah anasema kuhusiana na hizi aya: law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lau kama bahari zote zingekuwa ndo wino kwa ajili ya kuandika mazito na utukufu na maana yaliyomo ndani ya aya za Qur'ani, la nafida al-bahru, bahari zote zingekauka maji. Hata kama zingeletwa bahari zingine tena zingekauka, na maneno matukufu ya Allah tusingemaliza ule ukubwa na utukufu na maana inayotakiwa. Ikiwa hali ndo hiyo, tutaweza kuifasiri aya hii kwa dakika 10-15 tukaielewa sawa sawa? Tunazibrashi tu ubongo wetu ili ukae sawa sawa. Ukikaa sawa sawa, Allah tushike mkono atuvishe pale panapohitajika. Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza, ayuha lahibba wa taawanu 'ala albirri wa taqwa, saidianeni katika jambo la wema na jambo la kujenga uchamungu wenu. Dunia tulionayo na sampuli ya watu tulionao tunapoelekea ni pabaya, kwa sababu uselfishness ndio unayoongoza sasa hivi. Umimi,
usisi. Uislamu umekataza umimi. Uislamu unataka usisi. Sisi, sio mimi. Ndio maana katika suratul Fatiha ambayo tunaisoma mara 17 katika rakaa 17 katika swala 5 kwa siku, tunasema ihdina siratal mustaqim, tuongoze sisi, sio niongoze mimi. Kwa kuwa Uislamu ndio dini inayonadi umoja, mshikamano, upendo, kusaidiana, basi ndio dini inatakiwa watu waishike sawa sawa, wasaidiane kweli kwa maana, sio kwa maneno. Elaiti watu wangesaidiana kwenye kheri, billahi ahlif, tusingepata watu wa kukaa nje hapo wanaomba. Tungekuwa tunasaidiana kweli kwenye kheri, billahi ahlif, hospitali zetu zingepungua wagonjwa ambao mara nyingine wanahitaji panado, wanahitaji drip moja, alafu daktari discharge aondoke, lakini inashindikana, analazwa wiki, mwezi, miezi mitatu kwa issue ya panado. Elaiti watu wangekuwa wanasaidiana sawa sawa ala albirri, wema tulousema. Leo fakiri, masikini asingekuwa na roho mbaya kwa tajiri au mfanyabiashara. Roho zimejaa chuki, roho zimejaa vita, roho zimejaa hasira, kwa sababu watu hawasaidiani. Hakuna mwenye time na mwenzake, kitu ambacho ni kibaya sana. Na hilo likiendelea, duniani itakuwa ni sehemu ngumu sana pa kuishi. Na ihusia nafsi yangu juu ya aya hii. Allah ametueleza kwa uwazi kabisa, wataawanu ala albirri, first kusaidiana kwenye mambo mema. Mambo mema yako mengi ayuhal ahibab, yako mengi sana ya kusaidiana. Kuna mwenzako amekwama kulipia fizi ya mtoto wake shuleni, mkwamue, albirri hiyo. Kuna ndugu yako amekwama, amekosa nauli ya kurudi kwao, msaidie, hiyo inaitwa albirri. Kuna ndugu yako amekwama, mshahara umechelewa, muazime ili ukitoka replace, hiyo uliofanya ni albirri. Jirani yako amekwama, ana wiki mbili hapajapikwa wala hapajawashwa moto, na wewe kwa sababu ndo mambo safi, fensi kubwa, ukitoka hujali jirani yako ameamkaje na ameshindaje na anaendeleaje. Mara nyingine mpaka jirani anauguza, anafiwa na mtu ndani, wewe hujui kama jirani alikuwa na mgonjwa ndani. Haya maisha gani? Iko wapi ataawun ala albirri, kusaidiana juu ya wema? Hao maskini wanaonekana mtaani, wako wapi wenye uchungu wa kusema kwamba hatuwezi kuyamaliza matatizo yao lakini kuyapunguza? Ukamsagia debe lake la mahindi, tena wala hata usikoboe. Ukaenda pale sokoni ukamnunulia sado yake ya dagaa, tena sio dagaa wa Kigoma, wa Mwanza. Ukamnunulia mafuta ya alizeti, sio alizeti ile piwa, angalau hiyo ya Kabwe. Ukamfungushia furushi ukampa hapo nje, harudi tena kuja kuomba. Lakini wapi wataawanu ala albirri wa taqwa? Kila mmoja anafanya shopping ya kwake yeye mwenyewe. Taib, fanya shopping, ni jambo zuri. Nunua mchele, weka store. Nunua mafuta, tambi, ghasia zote zitupie store. Lakini usisahau, wakati wewe una gunia 10 za mchele ndani kama store ya kula na familia yako, kuna watu wanasota, hawajapata mlo ndani ya siku 3-4, na tuko nao humu tunaswali nao, wamenyamaza. La yasaluna an-nasa ilhafa, hawana desturi ya kuombaomba. Taarifuhum bisimahum, utamjua kwa alama yake, kwa
Hii ngoma siku ya 3 leo haijala hii. Aya hii itafanya kazi katika mazingira kama hayo. Lazima tuwe wapelelezi. Umpeleleze mwenzako kwa nia nzuri, sio umpeleleze kwa nia ya kumwangamiza na kuididimiza familia yako. Fanya uchunguzi. Jambo la upelelezi na ujasusi kwenye Uislamu umeruhusiwa. Fanya ujasusi kujua kwamba fulani ni maskini, ngoja nimpelekee jambo hili ili aondokewe na tatizo hili. Ndugu zangu katika imani, at-ta'awun 'ala al-birri wa taqwa ndio anwani ya hutuba ya leo. Kwa hiyo ikiwa tunataka tujenge umma, taifa lenye mshikamano, lenye mapenzi, lenye huruma, lazima tusaidiane. Lazima mmoja akubali kumsaidia mwenzake. Na watu hawa wapo, sio wote hawezi, wapo. Wallahi ukipewa moyo, hutuba iliyopita tulizungumza, umepewa mtihani wa mali, kipato ulichonacho, sio lazima uwe multi-billionaire. Hiyo 1000 ulionayo mfukoni, ukasema hii 1000 niigawanye katikati, nikitoka hapo nimsaidie asiyejiweza, hana hiyo hata 500, ukawa na moyo huo. Na hapo msikitini wamo wenye mioyo hiyo, wameacha maduka yao, wameacha ofisi zao, wamepaki magari yao, wameacha vioo vyao, wamekaa hapa msikitini wanasubiri radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hao wamefaulu katika mitihani yao Allah aliowapa, na wao pia wamesimamia katika maadili yale yale Allah anayotaka. Ndio kusema wa qalilun min ibadi yashkur, wachache katika waja wanaweza kushukuru. Na katika hao wachache wamo humu. Sio kazi rahisi ukapewa afya alafu ukaja hapa msikitini, sio kazi rahisi. Ukapewa mali alafu ukaja msikitini eti umekaa chini, sio kazi rahisi. Ukiona uko hivyo, Allah aendelee kukudumisha na akupe husnul khatima, umeweza kupambana na nafsi yako. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika hao. Ndugu zangu katika imani, katika suala hilo at-ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza katika hadithi ambayo al-muttafaqun alayhi, hadithi ya Bukhari na Muslim, anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Hadithi fupi lakini maana yake pana. Muumini anavomtazama muumini mwenzake ni kama jengo moja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam fashabaka baina asabi'i, akafanya tashbiki ni kuingiza mkono huku, akasema muumini kwa muumini mwenzake ni kama jengo madhubuti. Akafanya hivi, tofali na tofali zilivyoshikana ndio tumepata hizi kuta 4 za msikiti. Hata gorofa likipanda gorofa 100 ni tofali na tofali zimeshikana, jengo limekuwa madhubuti, wanaishi watu hapo zaidi ya 10,000. Tusiposhikamana sisi Waislamu, tusiposhikamana kama jengo moja, tusahau mafanikio. Hapo ndipo itafika wakati tatizo la mwenzako ndio furaha yako. Vipi anaumwa? Alhamdulillah, afya tu. Anakufa lini kwanza? Umepewa habari ya msiba ya muumini mwenzako, unasema bora hata ametangulia bwana, maana alikuwa anatukera. Yani ukifika moyo wa design hiyo, mwenzako anapata matatizo, wewe unashukuru. Kwenda kuishi kaburini ni bora kuliko kuendelea kuzurura hapa duniani. Lakini tunataka tuirudishe hiyo hali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akishirikiana na wenzake, wakisaidiana fi'lan wa qawla, kwa vitendo na maneno, katika vita vya Khandaq. Ile Khandaq ni shimo lile ambalo limechimbwa kwa ajili ya kujificha katika mambo ya kivita. Mara nyingine mnakwenda jangwani, mnakwenda sehemu, namna bora ya kujificha ni kuchimba handaki, inaitwa handaki.
Mtume sio tu kwamba alikuwa anaamrisha vijana chimbeni. Yeye alikuwa ni mtume, na yeye alikuwa anapiga spedi kusaidiana katika mambo ya kheri. Anasema atakuja Bilali kusukuma. Ikifika zama, mwenye uwezo wa nguvu anamdhalilisha asiyekuwa na nguvu, mwenye uwezo wa mali anamteza asiyekuwa na mali, mwenye uwezo wa elimu anamnyima asiyekuwa na elimu. Ikifika zama hizo, aliyokuwa na uwezo wa udaktari hamshughulikii mgonjwa. Ikifika zama hizo, ya kwenda kuishi chini ya udongo ni bora kuliko kuendelea kuzurura hapa duniani. Ili lisitokee, ndio zimewekwa hizi Ijumaa, watu wakumbushane kwanza, mmoja mmoja wa jamaatin. Kila mmoja amwambie mwenzake, kila mmoja amsaidie mwenzake, kila mmoja amhurumie mwenzake, na haya ndio mafanikio bora ya kuishi hapa duniani. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi والعدوان. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. حديث fupi maana yake pana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kukazia mada hii, yeyote atakayeshughulishwa na jambo la mwenzake, basi Allah atashughulikia jambo lake. Fursa dhahabia. Yeyote atakayekesha kwa ajili ya tatizo la mwenzake, Allah atakesha kutatua tatizo lako. Hadithi nyingine ya Muslim, yakulu sallallahu alaihi wasallam, mtume anasema, rehma na amani ziwe juu yake: wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Msaada wa Allah haushuki tu kwa kila mtu. Ili msaada wa Allah ushuke, wewe uwe tayari kumsaidia mwenzako. Unamsaidia mwenzako vipi? Msaada sio lazima pesa. Msaada hata mawazo. Mchukue kijana, unajua kabisa huyu amesoma na uwezo anao wa hicho alichosomea, hana connection. Nani atamshika mkono aende kumdumbukiza somewhere ili afanye kazi? Akipata mshahara atakula yeye na atawasaidia wengine walioko nyuma yake. Wewe ndio unaliweza hilo. Mshike mkono, mpeleke sehemu, patie kazi huyo, CV zake ni nzuri, ninamwamini. Akipata kazi, kila anachokifanya na wewe unapata. Wallahu fi auni al-abd. Allah yuko kusaidia waja. Ma kana al-abdu fi auni akhi. Muda ambao mja mwenyewe roho yake iko transparent kuwasaidia wengine. Wallahi, jaribu hilo. Maneno ya mtume sio ya uongo. Saidia wenzako, wewe Allah atakusaidia. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika hao. Ndugu zangu katika imani, kwa kumalizia, suala la kusaidiana katika wema isiishie kwenye maneno tu. Kuna vitu ukivifanya, matendo ukiyafanya, yanaashiria kwamba wewe ni rajulun tayyib, mtu mwema kabisa wewe. Moja, ili uonekane kwamba wewe sasa unasaidia kwenye wema, anasema at-taawanu ala nashri al-ilmi wad-da'wa ila al-khair. Wewe uwe miongoni mwa watu ambao wanawasaidia watu kusoma elimu ya kisheria. Sawa, wewe hujasoma wala huna mtoto ambaye unalazimika kwenda kumsomesha. Angalia pale mtaani,
Kuna vijiji vingi ayuha nasu ahibati fillah, misikiti imefungwa na hakuna hata kuswali Ijumaa wala dhuhuri, imefungwa totally. Ni kwa sababu kakosekana mjuzi wa kusoma suratul Fatiha awaswalishe watu. Msikiti umefungwa humu tunapoishi. Wewe mwenye jicho la mbali, hebu nenda kwenye hicho kijiji, mchukue kijana wa kijiji hicho, nenda kamsomeshe. Kule utafungwa msikiti kwa muda mfupi, lakini baada ya miaka miwili, huyo kijana ulomdhamini akirudi kwenye ule msikiti, ndio anakuwa imamu, anakuwa shekhe, watu watafungishwa ndoa kisheria na mambo yatakwenda kisheria. Fa antal musabbibu, wewe ndio ulosababisha yale ya khairi yote atakayofanyika, wewe unapata. Aina rijal, wako wapi watu wenye mioyo hiyo? Rijalun la tulihihim tijara wala bay'un an dhikrillah, watu ambao hawahadaishi na biashara zao wala mali zao, wakaacha utajo wa Allah. Unashindwa kuchukua mtu mmoja kwenda kumsomesha ibtidai, kwa sababu dunia jinsi ilivyo, huwezi kumtoa mtu hapa mjini ukampeleka huko ndani Halungu. Akifika atakaa siku mbili ataondoka. Ni bora kwenda kumchukua mtu kule, kijana, nenda kamsomeshe. Nashru al-ilm liajli da'wa. Wewe umefanya jambo la khairi mno. Hiyo milango iko wazi kwa kila yeyote. Tusisubiri wafadhili kutoka Arabuni kuja kutuwekea maimamu waje wasalishe kwa niaba yetu. Tunaweza kulifanya hilo. Jambo la pili, ataawun ala hifdhi al-amn wal-istiqrar. Suala la kuhifadhi na kutunza na kuilinda amani na utulivu wa nyumba ulionayo, mtaa ulionao, mkoa ulionao, nchi ulionayo. Suala hilo sio la mtu mmoja, linaanza kwako, kwa watoto wako, kwa jamii inayokuzunguka. Kila mmoja akijua wajibu wake juu ya kutunza al-istiqrar wal-amn, basi utakuwa umeisaidia jamii. Yeyote atakayetoa defense mtu asipate na madhara, lakini wewe ndio umesababisha watu wasipate madhara, wewe umesaidia katika khairi. Uislamu umefundisha hilo, kila mmoja awe ambassador kuhakikisha amani ya nyumbani kwake, amani ya mkoa wake, amani ya nchi yake inapatikana sawa sawa. Na wala hakuna nafasi ya kumnyooshea mtu kidole kwamba wewe ndio mzembe. Jinyoshe wewe mwenyewe kwamba mimi ndio mzembe, sijasimama sawa sawa. Jambo la tatu, ataawun ala islahi dhatil bayn, kusuluhisha mambo ya watu, magomvi ya watu. Watu wamegombana, wewe uwe mwepesi kwenda kusuluhisha. Isiwe tena ni mwepesi wa kwenda kutoa chokochoko na kutia vipilipili na kachumbari mpaka watu wanaachana kwa kutumia wewe pawa yako. Hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza hilo. Anasema, ala akhbirukum, je, nisikwambieni enyi waja, bi afdali min darajati saum, niwaambieni jambo bora, daraja yake ni kubwa kuliko kufunga, kuliko sala, kuliko sadaqa. Qalu, masahaba wakasema, tuambie. Bala ya Rasulullah, tuambie jambo gani bora hilo kuliko sala, kuliko kufunga, kuliko kwenda hija, kuliko sadaqa? Akasema, islahu dhatul bayn, kusuluhisha watu waliogombana. Ndugu zangu katika imani, wataawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan. Nimeongelea one side ya kusaidiana juu ya wema, sijafika hata kusaidiana juu ya uchamungu. Alafu aya hiyo hiyo imegawanyika pande mbili, wala taawanu ala alithmi wal udwan, wala msisaidiane katika madhambi na mambo ya maasi. Hilo sijaliongelea. Labda Allah akinipa uhai, iko siku nitaongea, na Allah akikupa uhai, iko siku utasikia. Lakini mzungumzaji na msikilizaji wote kwa pamoja lengo lao ni moja, kutengeneza jamii strong, wanaoelewana, wanaosaidiana, wenye kumwabudu Allah. Kesho tukaende kuingia peponi, katika pepo za Firdaus Allah ambazo ameziandaa. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie
min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wale wanaosikia maneno na wakayachuja wakayafanyia kazi yale yaliokuwa mazuri. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.